Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeifanya Marekani na Israel kuona kwamba wanapaswa kuachana na vita hivyo. Marekani na Israel walidhani baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa utawala wa Iran Ayatollah Al-Khamenei kwamba hakuna kiongozi atakayekuwa na misimamo kama ile, lakini sasa inaonekana wa Iran wana misimamo mikali zaidi kuliko wakati wa Ayatollah Al-Khamenei, na kwamba misimamo ya kutotii mamlaka ya Kimarekani na kwamba misimamo ya kutopiga magoti mbele ya Marekani na Israel imewafanya wa Iran kuendelea kudumu na utawala wao wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii imeifanya Marekani kuona kuna namna sasa wanapaswa kusimamisha vita na kuja na mazungumzo mengine ya kuweza kumaliza uhasama wao. Msimamo wa Iran wa kutohitaji kusalimu amri ni kama mzizi uliofanya kizuizi kwa Marekani kuachana na vita hivyo. Hata hivyo, wakati huu Israel inatamani kurejea vitani, lakini kutokana na msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump kwamba hasara wanayoipata ni kubwa mno kuliko faida wanazozipata, sasa kunadaiwa kuwa na mvutano miongoni mwa viongozi kwamba wanapaswa kurudi vitani, lakini kwa tahadhari. Hata hivyo, Marekani ambayo imetazama kupata hasara kubwa kuliko faida ambayo wameitarajia, wanaona hakuna namna isipokuwa kuingia tu katika mazungumzo ya kumaliza uhasama huo, kwa sababu ni uhasama ambao unaitia Marekani katika lawama la ulimwengu mzima. Ikumbukwe kwamba Marekani ambayo ilianza mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kipindi cha kabla ya vita vya siku 40, ni Marekani ambayo mataifa ya Ulaya na mataifa mengi duniani walisifu hatua hizo, wakiamini kwamba Marekani inaenda kutengeneza mazingira ya kuifanya Iran isiwe na silaha za nyuklia, kwani katika hatua ambayo ilifikia Iran ingekuwa na uwezekano wa kutengeneza mabomu 11 ya nyuklia, na hivyo kumekuwa na wasiwasi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Lakini kutokana na namna ambavyo wa Iran walijitetea wakisema hawana mpango wa kuwa na silaha za nyuklia, bado Marekani na Israel hawakuwa na imani hiyo na hatimaye kuamua kuingia vitani, jambo ambalo lilipa lawama Marekani, kwani wa Iran walijipanga kwa muda mrefu. Watu wengi duniani waliamini kwamba katika vita ambavyo Marekani na Israel wameingia dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vingechukua muda mfupi zaidi na wangeweza kuilemaza Iran katika kila hali, katika miundombinu yake, lakini pia katika kila eneo. Lakini hali imekuwa tofauti, licha ya kwamba baadhi ya miundombinu nchini Iran iliharibiwa, lakini taarifa zinaelezwa kwamba miundombinu hiyo inaendelea kujengwa na wa Iran wanaendelea na maisha yao kama kawaida, huku utawala wao ukiendelea kuongoza na huku utawala huo ukionyesha dhamira ya kweli ya kutaka kuishi katika hali ya utawala wa Kiislamu ambao kwa sasa ndio mzizi wa maisha ya siasa nchini Iran. Ayatollah Mojtaba Khamenei, licha ya kwamba yuko mafichoni, hakuonekana tangu kuchaguliwa kwake. Kwa taarifa ambazo zinadaiwa ni kwamba alidhurika kutokana na mashambulizi yaliyofanywa ambayo pia alimuua baba yake, lakini inadaiwa kwamba kwa sasa hali yake inaendelea vizuri na amekuwa katika hali ya ulinzi imara, na kwamba haonekani yuko wapi, lakini amekuwa akitoa maelezo ya namna nchi inavyoenda na misimamo ya taifa, yeye kama kiongozi mkuu. Na jeshi la Iran limekuwa likitii juu yake, likiendelea kufanya operation za hapa na pale kwa ajili ya kulinda maslahi ya wa Iran. Wa Iran wanachotaka ni kulinda maslahi yao na si kufuata kile ambacho watu wa Marekani na Israel wanataka. Hata hivyo, watu katika bara Arab wanaona kwamba kitendo kinachofanywa na Marekani na Israel ni kitendo kibaya, licha ya kwamba viongozi wao wamekuwa wakiunga mkono, lakini inadaiwa kwamba raia katika nchi hizo wamekuwa wakiunga mkono baadhi ya mipango ya Iran katika kuhakikisha wanaondoa dhulma inayofanywa na wa Marekani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.